Pigia Yesu makofi mengi zaidi. Yeye ndio baba yetu, Mungu wetu, rafiki yetu. Sijasikia makofi ya juu ya Yesu. Zaidi unaweza kuongeza kama unampenda Yesu mwaminifu. Yesu rafiki yetu. Yesu mshindaji wetu. Yesu nguvu yetu. Yesu mshindi wa yote. Ama wote wenye mwili Yesu wetu. Hakuna jambo linalomshinda Mungu wetu. Anastahili sifa peke yake na utukufu. Kama unaamini sema amen. Kama unaamini zaidi sema amen. Haleluya, haleluya. Unaweza kuchukua kiti chako kakaa. Yes, Mungu atubariki sana. Naomba nende moja kwa moja kwa neno la Mungu. Najua tunajiandaa kwa ajili ya mission. Tarehe ngapi tunaenda? 16. Tunaelekea wapi? Tanga, Lushoto. Wow, kuzuri. Kuna mlima mrefu kweli kweli kule, nimeupanda mpaka juu, kuzuri sana. Usipange kukosa, amen. Kahali kaewa saizi ni kazuri, hamna joto sana. Mtakupenda. Kuna kama wingu vizuri. Usipange kukosa Lushoto. Bwana asifiwe. Na moja kwa moja tuende kwenye neno la Mungu. Muda si rafiki, tufungue kitabu cha Warumi 1 mstari wa 16 na waraka wa Korinto wa kwanza 1:18 mpaka 25. Muda wangu si rafiki sana, naomba tutaenda kwa haraka. Wa kitabu cha Warumi 1 mstari wa kwanza mpaka 16. Biblia inasema maneno haya: kwa maana sionei haya Injili, kwa sababu ni uweza wa Mungu uletao wokovu kwa kila aaminie, kwa Myahudi kwanza na kwa Myunani pia. Kwa maana haki ya Mungu imedhihirishwa ndani yake toka imani hata imani, kama ilivyoandikwa, mwenye haki ataishi kwa imani. Tufungue waraka wa kwanza wa Korinto mstari wa kwanza mpaka mstari wa waraka kwanza wa Korinto 1:18 mpaka 25. Biblia inaambia hivi: kwa sababu neno la msalaba kwa wao wanapotea ni upuuzi, bali kwetu sisi tunaokolewa ni nguvu. Sijasikia kama tuko pamoja. Naomba itikie juma wangu. Kwa sababu neno la msalaba kwa wanapotea ni upuzi, bali kwetu tunaokolewa ni nguvu ya Mungu. Kwa kuwa imeandikwa, nitaiharibu hekima yao wenye hekima, na akili yao wenye akili nitazikataa. Yu wapi mwenye hekima? Yu wapi mwandishi? Yu wapi mleta hoja ya zama hizi? Je, Mungu hakuifanya hekima ya dunia kuwa ni upumbavu? Kwa maana katika hekima ya Mungu dunia isipopata kwa maana katika hekima ya Mungu dunia isipopata kumjua Mungu kwa hekima yake, Mungu alipenda kuwaokoa waaminio kwa upuuzi wa lile neno lililohubiriwa. Kwa sababu Wayahudi wanataka ishara na Wayunani wanatafuta hekima, bali sisi tunamhubiri Kristo. Nirudie nyuma yangu: bali sisi tunamhubiri Kristo aliyesulubiwa. Kwa Wayahudi ni kikwazo, na kwa Wayunani ni upuuzi, bali kwao walioitwa, Wayahudi kwa Wayunani ni Kristo, nguvu ya Mungu na hekima ya Mungu. Bwana asifiwe. Niweze 25 nasema hivi: kwa sababu upumbavu wa Mungu una hekima zaidi ya wanadamu, na udhaifu wa Mungu una nguvu zaidi ya wanadamu. Neno langu limeipa Injili ni uweza wa Mungu uletao wokovu. The gospel is God's power to save all believe. Injili ni nguvu ya Mungu kuokoa wote waaminio. Bwana asifiwe. Injili ni uweza wa Mungu uletao wokovu.
Injili ni uweza wa Mungu unaokoa wote waaminio. Bwana sifiwe. Tumeona pale kitabu cha Warumi, mtume wa Mungu Paulo anawaandikia kanisa la Rumi. Anaambia usionee haya Injili kwa sababu ni uweza wa Mungu uletao wokovu, kwanza kwa Yunani kisha kwa nani? Kwa mataifa, si ndivyo? Lakini anasema hivi, Injili ni uweza wa Mungu unaoleta wokovu. Bwana sifiwe. Sionee haya Injili kwa sababu ni uweza wa Mungu unaoleta wokovu. Na hapa anakuja kuandikia kanisa la Korinto. Anaambia sikilizeni maneno haya naowaambia. Anaambia kwa sababu neno la msalaba unaopotea ni upuuzi kwetu sisi, ni nguvu ya Mungu. Bwana sifiwe. Injili ni uweza wa Mungu letao wokovu. Kwa ambao wanapotea inawezekana kama ni upuuzi. Kwa wanaopotea wanaonekana wanapoteza muda. Kwa wanaopotea wanaonekana hawajui wanachokifanya. Lakini Kasfeta Tayomi IFM tunajua siri hii. Injili ni uwezo wa Mungu unaoleta nini? Wokovu kwa wote waaminio. Bwana sifiwe. Ndio maana akasema Bwana, mwaka huu tu lazima tuende Lushoto. Mwaka huu lazima tufunge safari tuwafikie wale kule ndugu zetu kule mlimani. Mwaka huu lazima tufanye kitu ambacho kitaonekana kina nguvu, kitapeleka. Hatuendi kule kutafuta umaarufu. Hatuendi kule kutafuta kuonekana kwamba hebu tukabadilishe mazingira. Kuna wengine nafurahia. Mwaka wa kwanza nenda Lushoto, mwaka wa pili nenda Tanga, mwaka wa 4 nikaenda Singida. Hapana, leo nina habari njema. Tunapeleka Injili ambayo ni uweza wa Mungu unaoleta wokovu kwa wao waaminio. Bwana sifiwe. Paulo akamwambia sikilizeni bwana. Watu wengine wanatuona kama sisi wapumbavu kidogo, wanatuona wajinga kidogo, wanatuona hivyo. Akasema ni sawa basi, jinsi ambavyo watakavyotuona ni hivyo hivyo. Sisi tuna habari njema, tumebeba kusudi la Mungu ndani yetu, tumebeba hatima ya watu huko, tumebeba majibu ya watu. Basi kama mkiona hivyo, basi upumbavu wa Mungu, basi tunaona kama vile Mungu basi ni ujinga. Hebu nishote na malizia mstari 25. Angalia, anasema bali kwa walioitwa Wayunani, Wayahudi na Wayunani ni Kristo, nguvu ya Mungu na hekima ya Mungu, kwa sababu upumbavu wa Mungu na hekima zaidi ya wanadamu. Kama mnaona basi ni upumbavu, kama unaona ni ujinga, basi ujinga huo wa Mungu na hekima zaidi ya wanadamu. Namaanisha nini leo? Namaanisha hata kukwambia mtu mmoja ambaye unaona bwana, hii Injili hii ni la maana gani? Hii Injili kwa nini tuende Lushoto tusiende wapi? Hii Injili ina maana gani? Leo nakuja kumfungua mtu mmoja. Hata kama unaona ni upumbavu, unaona ni ujinga, unaona kupoteza muda, Injili na uweza wa Mungu ni hekima ya Mungu. Kwanza kitabu cha Yohana 3 natuambia nini? Kwa maana jinsi Mungu alipenda hata kamtoa mwanawe pekee, ili kila mwamini asipotee bali awe na uzima. Kumbe hekima ya Mungu ya kumwokoa mwanadamu imefichwa katika kusudi la Injili. Sema amen. Kila amwaminie asipotee, na Injili ni uweza wa Mungu letao wokovu kwa kila aaminie. Na leo hii nimekuja kumtia moyo mtu mmoja, nimekuja kumhamasisha mtu mmoja, nimekuja kuchochea kalama ya mtu mmoja, nimekuja kushusha nguvu ya Mungu mahali hapa kupitia Injili, kwamba tumetumwa na Bwana kupeleka Injili ambayo ni nguvu ya Mungu inayoleta wokovu. Sema amen. Tumetumwa na Bwana, tumeaminiwa na Bwana kuwa mabalozi wa kupeleka Injili ambayo inaleta wokovu kwa mtu mmoja. Sema amen. Paulo akasema kitabu sehemu nyingine, akasema sisi tu mabalozi wa Kristo. Sisi tumebeba kusudi. Sisi tumebeba neno la upatanisho. Sisi tumebeba hatima ya watu. Kwa nini? Kwa sababu Injili ina uwezo wa kuleta wokovu kwa wao waaminio. Bwana Yesu asifiwe. Injili is not a mere word. Sio maneno ya kawaida. It's not original tradition. It's not a human philosophy. Sio mahatima, sio maneno ya kifilosofia, sio maneno ya dini, sio maneno ya kawaida. Gospel is the power of God. Gospel is the dynamis. Gospel is active energy of God that brings salvation to someone. Hallelujah. Gospel has the power to transform life. Gospel has the power to convict
someone from sinful nature to holy life. Hallelujah. We have carried the message of reconciliation. We have carried the message of reconciliation to bring someone from death to the life. That's the gospel of God. Because dunamis in Greek, dunamis ni nguvu inayotembea, nguvu isiyolala. Hallelujah. Ni nguvu inayoishi, ni nguvu inayotembea, tumeibeba. Na hiyo ndio tunaitembeza. Bwana asifiwe. Kumbuka kitabu cha Matendo 1:8. Akaambia wote, you shall receive what? Power. That power is called the dunamis power. Ni nguvu ya Mungu. Haleluya. Ni nguvu inayoweza kuuisha. Ni the same power ambayo ilikuwepo kitabu cha Mwanzo. Ile nguvu ya uumbaji, Mungu alivyosema na iwe nuru. Bwana asifiwe. Na ndio nuru hiyo Yesu anasema kitabu cha Yohana 3:17, nuru imekuja ulimwenguni, watu wamependa giza badala ya nini? Kwa sababu matendo ni mabaya. Kumbe ile nuru ambayo Mungu alitamka kule mwanzo, ndio hiyo nuru ambayo Yesu anasema imekuja ulimwenguni. Na hiyo nuru inakuitwa ni nguvu ya Mungu inaleta badiliko. Haleluya. Ni nguvu ya Mungu inaleta badiliko ndani ya mtu mmoja. Na leo hii Mungu ametupa uwezo huo ya kupeleka injili. Tunapeleka dunamis. Sema dunamis. Dunamis. Tunapeleka nguvu ya Mungu. Na hiyo nguvu ya Mungu ndio hiyo ambayo ilitumika pia. Kumbuka pale wana wa Israeli walipita katika lile bahari ya Shamu. Unakumbuka? Yakawaambiaje Musa? Nyosha, pasua, wakapita. Na leo hii watu wengi hapo katika bahari ya Shamu, watu wengi hawaoni hatima yao. Watu wengi hawaoni mwisho wao. Vijana wametekwa na dhambi. Vijana wametekwa na uharibifu. Vijana wametekwa na nguvu za giza. Wamama wametekwa na uchawi. Wababa wametekwa na mambo mengine mabaya. Lakini ile nguvu ya Yesu ambayo ni neno ya Mungu, inakuja kuleta badiliko. Bwana asifiwe. Inakuja kuuisha. The same power in the book of Ephesians 1. Ephesians ni nini? Efeso 1:19-20 ni nguvu hiyo ambayo ilitumika kumfufua Yesu. Bwana Yesu asifiwe. Ndio maana akasema kitabu cha Warumi 8, sasa basi hakuna adhabu juu yao walio katika Kristo Yesu, kwa sababu sheria ya roho ya uzima imeniweka mbali na sheria ya mauti. Kwa hiyo unapokabidhi maisha kwa Yesu, unapompelekea mtu injili, unampelekea nguvu ya ufufuo. Bwana asifiwe. Wote wanaotenda dhambi wanapungukiwa na utukufu wa Mungu, wanahesabiwa ni nini? Adhabu ya mauti. Lakini unapopeleka nguvu ya Yesu, unapeleka nguvu ya uisho, unapeleka nguvu ya uzima, unapeleka nguvu ya ufufuo. Kama unaamini sema amen. And that power, that power it has the power to break all chains. Ina nguvu ya kuvunja mishale yote. It has the power to heal sickness. It has the power to restore life. Ina nguvu ya kurejesha kilichopotea. Sema amen. Ndio maana mwana wa Adamu alikuja kufanya nini? Kutafuta na kurejesha kilichopotea. Hicho kitu kinaweza kurejesha kupitia nguvu ya injili. Sema amen. Nguvu ya injili inaweza kurejesha. Nguvu ya injili inaweza kubreak chains. Nguvu ya injili inaweza kuponya magonjwa. Nguvu ya injili has ability and the power to transform life and transform the heart of someone. Bwana sifiwe. Kumbuka yule mwana mpotevu alipoenda amepotea, ameenda mbali na upendo wa baba yake. Alihitaji kusikia sauti, alihitaji kuzingatia ndani ya moyo wake, alihitaji kunong'onezwa na mtu mmoja kwamba Bwana, hii njia unayoelekea sio, unapotea. Hiyo nguvu ambayo ilituweza kupita, Biblia inasema akafikiri ndani ya moyo wake. Unajua, akazingatia ndani ya moyo wake. Baada ya kuzingatia akageuka. Ndio hiyo nguvu ya Mungu inabidi ipeleke kwa njia ya injili mpaka ikamkune mtu masikio, akazingatia nafsini mwake, akazingatia rohoni mwake. Hii njia inayoelekea ni njia upotevu, hii njia inayoelekea ni njia ya mauti, mpaka iweze kubadilishwa. Anahitaji kunong'onezwa na injili. Sema amen. Anahitaji kunong'onezwa na injili ya Yesu. Sema amen. Wayunani walikuwa Greek, wana filosofia.
wanajiita hao watu ambao wanaijua kweli kweli desturi, wanajua agano la kale lilisema nini, wanajua elimu ya dunia ilikuwaje, wanajua mambo mengi. Paulo akamwambia, sikilizeni nyie bwana, mmepitwa na wakati bwana. Tunamhubiri Yesu Kristo ambaye mlimuua mkamsulubisha, yuko hai. Akasema, unasema nini? Akasema, yupo. Kama unaona ni ujinga, ujinga kwenu, acha iwe ujinga, lakini kwa Mungu ni nguvu ya Mungu. Sema amen. Reject fear. Reject shame. Reject, kataa hofu, kataa mashaka. Paulo akaanza kusema hivi, akasema hivi mstari wa 16, for I'm not ashamed for the gospel. Sitaonea haya injili. Bwana asifiwe. So do not ashamed the gospel. Usionee haya injili. Bwana asifiwe. Amen. Nataka tupate vijana wenye hasira na injili ya Yesu. Haleluya. Nataka nipate mtu mmoja ambaye atanitoa ufahamu kwa ajili ya Yesu. Akasema, sionei haya injili. Na leo Bwana amekuamini wewe. Sema amen. Bwana amekuamini wewe. Jipige kifua, Bwana ameniamini mimi Bwana. I not be ashamed of the gospel. Hallelujah. You want not to be ashamed. Don't allow fear to resist your passion to the Lord. Don't allow the shame to resist you to pursue the mission of God in your life. Allow the power of the Holy Ghost to lead you. Allow the power of gospel to continue to lead your life. Bwana asifiwe. Usiruhusu mashaka kamate hofu yako. Wewe sio mtu wa kawaida. You are not a mere person. You are the purpose of the Lord in your life. You are the desire of God in you to pursue and to bring people to the Lord, to proclaim the day of the light of the Lord of salvation to people. Hallelujah. Jesus said that the Holy Spirit is upon me, because God, He has sent me to proclaim the day of salvation, to proclaim the freedom for those who are burdened with the chain of Satan, to proclaim the day of the Lord. And today the whole power of Holy Ghost is upon your life. Hallelujah. The power of Holy Ghost is upon me. God has sent you to proclaim good news to the poor. God has sent to proclaim good news to the people that have tightened the bondage of the devil. Proclaim freedom to them. Hallelujah. Through the power of Holy Ghost, the power of gospel, the power of anointed, we have that duty to pursue the mission of the Lord in your life. Because this is the season. This is our season of this generation. Hii ndio wakati wetu, kizazi hiki. Hakuna kizazi kingine kinachosubiriwa kufanya maajabu. Hakuna tena. Bwana sifiwe. Wasatao unahubiri, nataka niukee kwa ujasiri na kwa uchungu. Wazazi wetu na baba zetu walifanya sehemu yao. Sasa hivi Bwana anaandaa kizazi cha kutikisa dunia. Oh, Bwana anakuja. Haleluya. Bwana yuko karibu kurudi. Haleluya. Bwana anarudi sio muda mrefu. Lazima tupate kizazi ambacho kitajua the purpose of the Lord. Kitajua kusudi la Mungu ndani yetu. Tutajua hatima iko mikononi mwetu. Dunia inaposema kwamba kizazi kimepotea, dunia inaposema kizazi hakina future, tunaposema hakuna hatima, leo nina habari njema. Kwa kupitia nguvu ya injili, tuta break all satanic chains in the name of Jesus Christ. We shall restore the life that Satan has stolen. Tutarudisha maisha shetani aliyoiba. Ni kwa nguvu ya injili. Bwana asifiwe. Reject the fear of rejection. Hofu kwamba watatupokeaje, hofu kwamba itakuwaje, hofu kwamba mimi ni nani. Today I want to encourage someone. Reject that fear. Hallelujah. Kataa hiyo hofu kwa jina la Yesu. You are afraid people, they'll mock you. Watu watakucheka, mimi ni mdada, siwezi kuhubiri, watahubiri wa kaka. No. Kusudi la Mungu liko ndani yako, hubiri injili mdada. Hallelujah. Bwana asifiwe. How people they think about me. Watu watanionaje? Unajua mimi ni mwimbaji tu, sio mhubiri. Wewe una kusudi la Bwana, kapiga injili. Bwana asifiwe.
Ni mashaka vidogo, lack of confidence, leo tunavifuta kwa jina la Yesu. Mashaka madogo sema tunafuta kwa jina la Yesu. Kuna wale watu Bwana aliingia kuvamia mji. Wengine wanashika mabunduki ya moto juu, wengine wanaingia chini maspires, wengine wanaingia huku kama nini. Kila mtu atashika risasi na bunduki za injili. Atakayekutana mbele yake ni injili. Haleluya! Wananijua tukianza mishe pale Debesi. Wananijua, wanaelewa wanachokisema. Kama unaelewa sema amen. Wanaelewa Kinondoni tumefanya nini mwaka huu. Wanajua. Kama unajua sema amen. Yes, unajua sisi tuliingia pale magari yetu. Ukituona sisi ni vipi, tuna magari ya kishua, wengine wana miguu yao, wengine wana style yoyote. Tulivamia kale kamji kote. Hivi je, mjaja bado lazima mje kwa jina la Yesu. Kinondoni tuendelee kuwasha moto. Haleluya. Tunashambulia tukiingia. Ule sijui Friend International Church tutakuta Jumapili. Sijui mi pastor wapi bwana, watu wanapotea kwenye dhambi, tunaingia kushambulia. Haleluya. Na hiyo hasira leo nimewapa leo kwa jina la Yesu. Kwa jina la Yesu na wapandikiza hasira ya Yesu. Hakuna uoga bwana. Wakasema ni nani hao? Unajua waliambiwa nini? Wale waliopindua ulimwengu wamekuja huku nako. Na leo nataka niambukize wapindua ulimwengu kwa jina la Yesu. Nataka niambukize leo roho ya kupindua ulimwengu kwa jina la Yesu. Wakasema hawa vijana vinyamkela na vipepo na vishetani na vinini kule, akasema hivi hatujawahi kuona. Kwa nini? Kwa sababu unajua umebeba nguvu ya Mungu ndani yako. Una dunamis power ya kutransform. Una dunamis power to change situation. Una dunamis power to break all chains. Una dunamis power to break all satanic yokes that the alien in the name of Jesus. Kumbuka Yesu alipokutana na wale watu bwana. Kitabu cha Mathayo 28. Naona kuna sehemu alikutana na watu akaonea huruma. He had compassion with them. Lakini Mathayo 28:19-20 alitupa ile commission, great commission. Alitupa agizo kuu Bwana. Mtu akikwambia unaenda wapi, mwambia God already commanded me to go. Go to make disciples of all nations. Mungu alitupa kazi ya kugoya kuenda. Na sisi tunaenda kwa jina la Yesu. Na hii nikwambie kitu bwana. Hii watumishi wa Bwana waliotangulia walianza kuleta movement vioni. Kila chuo naenda mission wapi. Hiyo bwana ndio unaenda chuo huko field bwana. Sema amen. Ukirudi huko mtaani unakumbuka tu password nilizopiga kule nilivyokuwa Lushoto. Ukirudi mtaani kanisa limelalala, wewe njoo amsha injili. Sema amen. Bwana, wewe si pepo kama ni pepo mjini. Utaona basi kule, afu kirudi mjini anza kuapply. Hivi hamna pepo wewe? Fungua mapepo kwa jina la Yesu. Napenda kuhama mstahili mstula mmoja pale Kinondoni. Nani mko naye? Akifanya. Tumeenda tunahubiri, hata ile clip mliona. Tunahubiri pale na tunaona kama majinga tunahubiri pale. Tunahubiri tunazunguka, tunaenda na baba perushi hawaelewa vipi bwana. Wakaja walevi fulani kama 3-4 pale. Tukasema nyewe walevi, tukapiga step ya kwanza, ya pili kwanza kama za kilevi. Wewe nguvu ya Mungu ikashuka mahali pale, akazangama pepo alivuka pale mjini. Watu wakaanza kuja, kuna nini hapa? Hata mjini kuna neema ya Bwana, kuna nguvu ya Mungu, kuna uwezo wa Bwana. Hata mnakoenda kuna nguvu ya Mungu iko juu yenu. Yesu akatupa maagizo akasema, go make disciples. Nenda kavueke wanafunzi, kaponyeni magonjwa, kafungueni waliofungwa, katendeni miujiza na ishara itafuambatana nanyi. Na hiyo mpaka leo ipo. Sema amen. Mpaka leo ipo bwana. Bwana asifiwe. Wapo mimi walevi na wagongo, yani wale konki kabisa, nimeona kwa macho yangu wanafunguliwa hapa kanisani pale. Wapo leo, mpaka leo wapo. Waliopinda wameshaonekana hawezekani. Nguvu ya Bwana ilipita, imetransform, wameokoka, wametulia ndani ya Yesu. Bwana asifiwe. Hiyo nguvu ipo. Nguvu ya kuponya magonjwa nimeona, nilikuwa namshuhudia mtu mmoja. Nilikutana na mtu mmoja, sio siku nyingi mwaka huu. Kwenye huduma,
Yule binti amepigwa na kipapai. Unafahamu kipapai? Kapigwa na kipapai. Unafahamu kipapai? Macho hayaoni, sijui mgongo maenda, sijui atembei. Wanampima vipimo vyote, mtu wa ugongo akasema wewe ni pembo kwa jina la Yesu. Kuombewa, kufunguliwa, binti akafunguliwa, anaenda shule kama kawaida. Kwa hiyo nguvu ya Yesu ipo mpaka leo. Nguvu ya Yesu inafanya kazi mpaka leo hii. Sio ya kushuhudia, hata leo hii Yesu anafanya. Haleluya. Hata leo hii nilikuwa nyumbani tu nimekaa nafanya huduma kwenye simu, watu mbalimbali mkoani wananipigia simu, nafanya huduma, napiga simu huko zinaenda, watu wanafunguliwa huko mpaka leo hii, mpaka saa hii ninavyoongea kuna watu wanaguswa na nguvu ya Yesu. Kuna watu wanaguswa na mabadiliko ya Yesu. Si hadithi, injili na nguvu. Sio historia, injili inafanya kazi. Sio maigizo, hatufanyi kazi yetu wenyewe. Tunafanya kazi ya Yesu aliyetuita, kazi ya Yesu aliyetutuma, na ipo mpaka leo inafanya kazi. Amua kwenda kufanya kazi ya Yesu. Usiruhusu aibu ikunyamazishe Bwana. Haleluya. Usiruhusu hofu ikurudishe nyuma. Kubali kumfuata Yesu. Kubali kupeleka injili ya Yesu Kristo. Bwana asifiwe. Bwana Yesu asifiwe. Injili na uwezo. Injili na nguvu. Injili na uwezo. Injili na uwezo. Bwana asifiwe. Bwana asifiwe. The cross demonstrates God's love. Hebu turudi Wakorintho wa kwanza 1:18. Kuna pale kitu Paulo akakisema. Wakorintho wa kwanza 1:18. Kuna kitu Paulo alisema pale. Akasema hivi: kwa sababu neno la msalaba kwao wanapotea ni upuzi, bali kwetu sisi tunaookolewa ni nguvu za Mungu. Bwana asifiwe. Injili ya msalaba ni nguvu. The cross demonstrates God's power. The cross demonstrates God's love. The gospel demonstrates God's mercy. God's justice. Injili inaashiria upendo wa Mungu, kama alivyosema Yohana 3:16, kwa maana jinsi Mungu aliupenda ulimwengu na akamtoa mwanawe pekee, kila mwamini asipotee bali awe na uzima wa. Kwa hiyo injili inaashiria upendo wa Kristo. That Christ died for us, for sinners. Yesu alikufa kwa ajili ya dhambi. Na kwanza ni nani? Ni mimi, sio wale, ni wewe na mimi ndio kwanza alikufa. Na kwa sababu alikufa kwa ajili yetu, na ana uwezo kufa pia kwa yule mwenye dhambi mwingine. Kwa upendo, injili inaashiria nguvu ya msalaba ambao unaashiria upendo wa Kristo ndani ya mtu. Neema ya Yesu ndani ya mtu. The salvation is offered as a gift. Upendo umetolewa kama zawadi, kama neema. Tito 2:11 asema neema ya Mungu yaokoa wanadamu wote imefunuliwa, nao yatufundisha kukataa ubaya na tamaa ya kidunia. Injili inaashiria upendo na neema na ya Bwana iliyofunuliwa kwa watu wote. Kwa unapopeleka injili, unapeleka nguvu ya msalaba. Nguvu ya msalaba unapopeleka, hii imetangaza neema. Bwana asifiwe. Kwa watu wote. Lakini Biblia inaniambia hivi, wataaminije? Wataokokaje wasiposikia? Watasikiaje wasipopelekwa? Ndio maana mkija naomba mchango pale, tunatafuta kupelekwa. Support kidogo, barua ibena, tushatoa mchango wetu. Ipo tunachapa, lazima tusupport vio vyote. Sisi kwetu leta, ukileta kingine tutasema subiria, lakini ukileta injili tutasupport tunapoweza kusupport. Kwa nini? Lazima tusupport ili muende. Bwana asifiwe. Na nyie mkienda huko lazima muhubiri, kwa sababu tuagizo kwa sema amen. Demonstrates God justice. Sin is very serious this day. Dhambi inatafuna kizazi. Dhambi inatafuna hatima. Dhambi inatafuna maisha. Dhambi inatafuna ndoa za watu. Dhambi inatafuna masomo ya watu.
Dhambi yatafuna future ya watu, lakini kupitia injili unatangaza rehema za Bwana, haki ya Bwana inadhihirika. Sisi ambao wanaonekana wenye dhambi, wanaonekana wanastahili hukumu, gospel demonstrates God's justice. Oh, gospel demonstrates God's mercy. God provides a way of forgiveness. Mungu ametengeza njia ya msamaha. Kwa unapopeleka injili, unapeleka nguvu ya msalaba. Na unapopeleka unapeleka msamaha. Kwa kupiga kwa Yesu sote tumepona. Kwa kupiga kwa Yesu sote tumeokolewa. Damu ya Yesu na neema. Mnavyohubiri katika hiyo anga, mnavyohubiri katika sehemu, mnavyomshuhudia mwenzako, unavyomwambia habari njema, anasema dhambi zangu ni nyingi. Oh, Isaya anasema hata dhambi zako zinapokuwa nyekundu zinakuwa safi. Kwa njia gani? Zamani ilikuwa ni process kubwa kweli. Lazima uchinje ndama, uchinje ng'ombe, uchinje sijui mbuzi, ufanye nini. Lakini kupitia injili, Yesu, kupitia neema ya Bwana, Mungu akatengeza njia msalaba, akamleta mwana wake wa pekee. Kila mwamini asipotee, anapokea uzima wa milele, anapokea msamaha. Dunia leo watu wanaishi katika guilt, guilt, hati ya mashtaka. Watu hata mahali hapa wengine kuna dhambi na kutesa, kuna hati ya mashtaka inakunyemelea, inakuonea. Ukifumba macho unasema Mungu, eti kidogo tu majikwao unasema Mungu wangu, hivi ndio ile dhambi Mungu ameweza kunichapa. Jamani, ni hati ya mashtaka hiyo. Hapo hata mahali hapa eti kidogo tu mtihani umepata tu hivi yumba kidogo tu kusoma vizuri, shetani tayari hivi mimi. Kumbe ni uvivu tu jasoma. Hati ya mashtaka inaweza kukuchanganya kichwa. Mimi nimelaaniwa jamani, mimi jamani. Huna furaha. Leo nina habari njema na kutangazia msamaha kupitia injili ya Yesu. Kabla tunatangaza huru kule kwa majirani, leo tunatangazana huru humu. Sema amen. Hati ya mashtaka leo tuifute humu kwa jina la Yesu. Leo uokoke kweli humu ndani kwa jina la Yesu. Leo uhuru mbali na dhambi, ili wafungue wengine watoka katika dhambi kwa jina la Yesu. Unajua ni nini? Ile nguvu ya msamaha iko kwako. Maana wote waliompokea aliwapa uwezo kuwa mwana wa. Na Yesu kunafela akamwambia, hivi unajua ninyi imeandikwa ninyi ni miungu midogo. Ina maana gani? Kama Yesu mwana wa Mungu anaweza kusamehe dhambi, huyo mwana wa Mungu uko ndani yako, na wewe unaweza kusamehe dhambi za mtu mmoja. Na leo nakuja kutangaza uhuru kwa mtu mmoja mahali hapa. Leo nataka nimtangazie uhuru mtu mmoja mahali hapa. Leo nataka nitangazie freedom in the name of Jesus. I want to proclaim freedom to someone this night. I want to proclaim freedom in the name of Jesus. I want to break all satanic chains tonight and become free in the name of Jesus. Hallelujah. So that we're going to save our Lord God while you are free. Sikiliza. Mungu Musa alimwambia hivi Farao, ninaomba Bwana uachie hao watu wangu wawe nini? Huru. Ili wakafanyaje? Wakamtumikie Mungu Bwana. Lazima uwe huru ndo kamtumikie Mungu Bwana. Lazima uwe huru kamtumikie Mungu Bwana. Huru ni nini? Huru kuna vifungo vya dhambi, vifungo vya hofu, vifungo vya mashaka, vifungo vya kukata tamaa, vifungo vya mawazo mabaya, vifungo vya roho mbaya. Leo Bwana amenituma kutangaza uhuru kwa mtu mmoja kwa jina la Yesu. Kwa jina la Yesu. Kama ni wewe unaamini sema amen. Mwambie Bwana